Hello wadau wetu wa KingoFarm, karibuni sana. Sasa leo ndugu zangu nataka niwaelekeze tena kuhusu majani ya mpera pamoja na mizizi ya mpera. Mara nyingi unajua watu wanaweza wakaenda ukanunua dawa, ukaona kuku wako wanaumwa ukanunua dawa ya dukani na isifanye vizuri. Kwa mfano, kwenye mafua na typhoid, hii miharu ambayo inakuwaga ina njano, ina kijani, unaweza ukawatibia kuku wako ukanunua dawa hata kwa gharama hata ya 20,000, 30,000 ukawa unanunua tu mapakiti ya dawa unatumia, lakini hamna matokeo. Na wewe ukawa haujui. Jamani, siri ipo kwenye majani ya mpera. Majani ya mpera yana siri kubwa sana kwenye kutibu kuku ndugu zangu. Kama ulipo pana majani ya mpera, basi kuna magonjwa ambayo leo hii nitakutajia kama kuku wako wanasumbuliwa nayo, basi wala usihangaike kwenda kununua dawa ya dukani. Wewe chukua majani ya mpera, changanya na mizizi yake, watibie kuku wako. Ndani ya siku 3 kuku wako watakuwa wamepona kabisa. Kwa mfano, nakumbuka kipindi hiko wakati tunatumia dawa za dukani, tuliwahi kupata changamoto. Nakumbuka ulikuwa ni ugonjwa wa typhoid, ulikuwa na pamoja na kipindupindu cha kuku. Ulikuwa ni msimu wa mvua mwezi wa 12. Ile changamoto jamani ilitusumbua sana. Nakumbuka tulinunua pakiti 3 za dawa. Na hizi pakiti 3 zilikuwa za makampuni tofauti tofauti, lakini hatukufanikiwa hata kwa 1% kuwatibia ule ugonjwa. Tulifanya kila kitu, tulisafisha mazingira yote, tukaanza upya, tukawatibia, tukaanza kampuni la kwanza ambalo pia siwezi kuwataja. Kampuni la pili, kampuni la 3, yote hamna matokeo kabisa. Kwa hiyo mimi naweza kukushauri ndugu yangu, ukipata hii changamoto ya typhoid, kipindupindu, wala usikimbilie kununua dawa ya dukani, utapoteza hela yako. Tulipoteza hela nyingi sana kutoka kwenye hayo makampuni 3 ambayo tulinunua dawa. Nakumbuka ilitumika kama zaidi ya 30,000 kwa sababu kuna dawa tulizoa 15,000, nyingine ilikuwa 12,000 na nyingine pia ilikuwa 12,000 nadhani. Tulipoteza hela nyingi sana, lakini mafanikio jamani hayakuwepo kwa zile dawa. Hatukuona mafanikio kabisa. Hapo ndio tukatafuta majani haya ya mpera, tukachanganya na mizizi yake, tukasaga, tuliweza kumaliza ile tatizo kwa wale kuku ambao walikuwa wamebaki, kwa sababu kuku wengi sana walikuwa washakufa kwa ule ugonjwa. Tulipoteza kuku kama 20 na wakawa wamebaki, na wale waliobaki ndio tukaanza kuwatibia na huo majani wa mpera. Tulipotumia majani ya mpera na ule mzizi wake, hapo ndo tulipoanza kuona matokeo na kuku wote wakawa wamepona kabisa baada ya kutumia yale majani ya mpera. Kwa hiyo mimi kwa changamoto ile, kwa mtu yeyote simshauri anunue dawa ya dukani. Sijui kwa nini hazikufanya vizuri jamani, lakini hatukufanikiwa. Nadhani pia kuna wadau wengine, kwa sababu nilishawahi kupigiwa simu pia na wafugaji wanapata ugonjwa huo wakatumia hizo dawa, lakini hakuna mafanikio. Na kama ushawahi kupata umharo wa njano umeungana na kijani ya kupauka, mwingine wa njano ya kupauka imeungana na nyeupe, ukatumia dawa za dukani, sijui kama ulifanikiwa, sijui. Kwa sababu wengi sana wameniambia wakufanikiwa, na mimi mwenyewe nikiwa shuhuda namba 1 sikufanikiwa kutibu ule ugonjwa kwa dawa za dukani. Kwa hiyo hapa niliona nguvu ya majani ya mpera. Kwa majani ya mpera ni ndani ya siku 3 tu huu ugonjwa ulikuwa umeisha kabisa. Kwa hiyo hata wewe siku ukikuta una changamoto hii ya typhoid, kipindupindu, vile vile hata mafua, unatibu kuku wako hawaponi, tumia tu haya majani ya mpera, utapata matokeo mazuri kabisa. Yanasaidia sana sana sana. Lakini vile vile haya majani ya mpera yanasaidia kuboost, kuwafanya kuku waweze kuwa na kinga imara dhidi ya magonjwa mbalimbali. Kuna namna ambayo unaweza ukawaboost, lakini kuna namna ambayo unakuwa unawatibia. Kama ni kuwa kinga, kuwa boost, vipimo vyake vinakuwa kidogo tu. Kwa mfano unaweza ukachukua ile jagi la lita 2, ukayajaza majani mle, ukashindilia, ukatafuta na mizizi yako midogo midogo kama 5, ukaviblend au ukavichemsha, ukaweka kwenye maji yao ya kunywa. Maji yanaweza kuwa lita 15 mpaka lita 20. Hii ni nzuri kwa ajili tu ya kuwakinga, kuwafanya wawe strong, kwa ajili ya kuwafanya wasipate pia na magonjwa mbalimbali. Lakini vile vile haya majani na hii mizizi pia huwa inaongezea madini na vitamin ambazo ni muhimu sana kwa hao kuku. Kwa hiyo ukiwa una ratiba nzuri ya kuwapa, unaweza kutengeneza ratiba yako nzuri ukawa unawapa kama kinga. Lakini vile vile kama kuku wako sasa wana huu ugonjwa, wana changamoto ya hiyo typhoid, kipindupindu, au wana mafua, unataka kuwatibia kwa kutumia majani ya mpera, hapa utakuwa na majani yako yatazidi kwa ile kinga. Kwenye kinga tulisema unachuma tu yale majani kama lita 2 kwenye jagi lako la lita 2, na mizizi yako kama 5 unaweka kwenye maji lita 15 mpaka lita 20. Kama ni wadogo kuku chini ya miezi 2 weka kwenye maji lita 20. Kama ni hao wakubwa ambao labda miezi 2 na kuendelea, lakini wewe unataka tu kuwakinga, weka kwenye maji lita 15. Lakini vile vile
Hii kinga kwa kuku ambaye anataga usiitumie. Kama kuku wako wanataga usiitumie kinga hii, kwa sababu hii hapa ina sulfa nyingi sana. Haya majani ya mpera na mizizi yake ukichanganya vina sulfa nyingi sana. Huwa vinastopisha ule utagaji wa mayai. Kuku wako watasimama kutaga mayai. Ila kama wanaumwa na unawapa dawa za miharo hawaponi, basi unaweza kutumia kwa huo muda wa siku 3, japokuwa watapunguza utagaji, lakini baadaye watakaa sawa, wataendelea kutaga. Lakini ukishatumia hii lazima uwape na booster za asili. Wakishapona kule kutaga, endelea kuwapa booster ambazo zinachochea utagaji ili uweze kuwarudisha katika hali yao ya mwanzo ya kutaga, kwa sababu ugonjwa huwa unaua kuku. Kwa hiyo huwezi kusema hii tiba nikimpa huyu kuku ataacha kutaga. Ataacha kutaga, lakini sasa ukisema usimpe, kuku watakuwa wanakufa, kwa sababu ule ugonjwa pia huwa unaua kuku. Kuku wengi huwa wanakufa kwa ule ugonjwa. Kwa hiyo lazima utenge siku zako 3 uwatibie. Baada ya kuwatibia uwaboost. Naamini ukiwatibia vizuri kwa hii tiba, ugonjwa waga unapona. Ukiwaboost wanarudi vizuri tu kwenye kutaga, lakini kwenye kuboost hapa tumia sana sana mimea. Kuna mimea mingi sana ambayo inachochea utagaji kama majani ya gimbi, kuna totola ndizi, vitunguu saumu. Kwa hiyo ukirudi kuwaboost kwa hii, kuku wako wataendelea tu kutaga vizuri kabisa. Hapa kwenye kutibu kuku wako wana huu ugonjwa, utakuwa una haya majani ya mpera, utakuwa una mizizi, lakini pia utakuwa una vitunguu saumu, tangawizi na pilipili. Kazi ya kitunguu saumu ni kuenda kuufanya huu mpera uende ukafanye kazi vizuri kabisa. Yaani unaenda kutengeneza huu mpera ufanye kazi vizuri kabisa kwa usahihi. Na kazi ya hii tangawizi wakinywa yale maji itawavutia waendelee kunywa yale maji. Kama vile inaongeza appetite ya kunywa maji kwa kuku, kazi ya hii tangawizi. Pilipili huwa inasaidia pia kupambana na magonjwa mbalimbali ya bakteria. Japokuwa hata kitunguu saumu, tangawizi vyote vinapambana na magonjwa ya bakteria, lakini pilipili pia hapa tunaongeza kidogo kwa ajili ya kuongeza ile nguvu ya ile dawa, kwa sababu ina ugonjwa, pilipili ina uwezo wa kupambana na magonjwa ya bakteria, lakini vile vile magonjwa haya ya virusi kama mafua. Kuku wakiwa na mafua, wakiwa na hayo magonjwa ya typhoid, kipindupindu, pilipili pia huwa inaongeza kama nguvu kwenye kutibia. Kwa hiyo ukiwa na hivyo vitu na kuku wako wana hizo changamoto kama typhoid, kipindupindu au mafua, na utajuaje kama hii ni typhoid, kipindupindu? Utakuta ile miharo yao, yani dalili ya kwanza ni kwenye miharo. Ukikuta miharo yao ile ina nyeupe iliyokolea kama chokaa imeungana labda na kijani iliyopauka au iliyokolea au njano iliyopauka iliyokolea, ukikuta vinyesi kama hivi bandani, basi hujui hapo umeingiliwa na hayo magonjwa ambayo ni typhoid pia kipindupindu. Lakini pia huu mchanganyo pia huwa unatibu vizuri kabisa mafua. Kama kuku wako unawatibia mafua, wewe hawasikii dawa, inaweza kuwa unatumia dawa za asili au dawa za dukani. Pia kwenye dawa zao, kwenye hizo dawa ambazo unawapa, ukiongeza pia majani ya mpera pia huwa yanasaidia. Unajua kwenye kutibia mafua kuna namna tofauti. Kuna tiba nyingi sana ambazo zinatibu mafua. Ukiona umewapa ya kwanza, umetengeneza ile tiba ya asili ya kwanza, labda wale kuku tu wamepunguza makali ila bado wana mafua. Kwa wale ambao mmejiunga kwenye kundi, ukituuliza nimetumia hii tiba lakini naona nimefikia hatua hii, huwa tunaanza kwanza kukwambia ututumie picha ya banda, tuone kwanza banda lako. Huenda banda lako haliruhusu kuku wale kupona mafua kwa sababu labda mzunguko wa hewa ni mdogo, au kwa wale ambao wanatumia keji, unakuta pale chini pale pana kinyesi. Panapokuwa na kinyesi pale chini, kile kinyesi huwa kinatoa harufu kali sana. Kwa hiyo kuku hata ukimpa dawa bado anaendelea kukutana na harufu kali na haponi mafua. Changamoto ya mafua huwa ni ngumu sana kupona kwa kuku ambao wapo kwenye keji. Sasa wakiwa na ule umri mdogo huwa inakuwa ngumu sana. Huwa tunapata changamoto sana tunapokutana na watu wa aina hii. Kwa hiyo hapa lazima utumie tiba nyingi sana. Na hizo tiba ukisema wewe unanunua za dukani utaingia tu kwenye hasara, kwa sababu matokeo yanaweza yakafanana au ndo ukawa unatumia za dukani lakini matokeo ndo yakawa hamna kabisa. Uzuri wa hizi za asili zenyewe huwa zinapunguza makali. Zinaanza kwa kupunguza makali, baadaye ndo wanapona kabisa. Lakini ukipatia tiba vizuri wanapona kabisa ndani ya siku 3. Kwa hiyo unaweza ukajiunga tu na lile kundi kama wewe unapitia changamoto mbalimbali kwa ajili ya kuuliza, kujibiwa, kupewa ushauri pia. Na ada hili kundi ni 8,000 tu kwa muda wa miezi 2, lakini pia tuna vitabu mbalimbali ambavyo vina miongozo ya ufugaji. Tuna tiba za asili ambacho kinatiba kimejumuisha mimea yote, jinsi ambavyo inatibu na kukinga magonjwa yote ya kuku. Lakini pia kwenye hiki kitabu utakutana na namna ya kutengeneza vitamini za asili ambazo unaweza kuwapa kuku. Lakini pia tuna kitabu cha safari ya ufugaji, kina muongozo mzima wa kumfuga chotara pamoja na layers. Na pia tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, tuna kitabu cha ufugaji wa broiler, na tuna kitabu cha muongozo wa kuwapa booster kuku kila siku. Kama ni kuku wa mayai au ni kuku wa nyama, kimekupa ratiba kabisa utawaboosti siku gani kwa kutumia kinga gani. Lakini vile vile KingoFarm tunauza incubator. Incubator zetu ni nzuri sana, ni za chuma, ni imara, tunakusafirishia popote ulipo, ila nauli utalipia wewe mwenyewe. Kama umeshawahi kutumia incubator za Kichina zikakusumbua, karibu ununue incubator zetu. Kama unahitaji hizi huduma, chukua namba kwenye video na utupigie. Vitabu ni shilingi 10,000.